Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Mwanasport, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi hapa nazungumzia si wengine bali ni Simba katika mwendelezo wa kile ambacho wamekitangaza leo hii. Moja kati ya taarifa kubwa kweli kuhusiana na usajili mpya ambao unaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha Simba, ambapo leo hii wamekwenda kutambulisha nyota mkubwa kweli kwenye kikosi chao. Huu unakuwa ni mwendelezo wa kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wameendelea kuweza kukifanya kwenye kikosi chao. Ni nani huyu ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba? Tutakwenda kumjua hapa, amesaini wapi, ametokea wapi, anakuja kuchukua nafasi ya nani. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa lukuki zote za kimichezo kutoka ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhusiana na sajili zao na wapi ambapo wamefikia kuhusiana na kikosi chao. Hayo yote na mengine mengi utapenda kuyapata kwenye taarifa hii kubwa kabisa ambayo ipo ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbushie ya kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia Mwanasport, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo ndo subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba unafahamu ya kwamba kwa sasa ipo katika kipindi cha kuweza kuisuka timu yao, timu ya ushindani, timu ambayo itakuja kuweza kufanya mapinduzi makubwa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, ambapo inaelezwa kwamba kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Steven Baka ameanza kusuka kikosi chake cha mauaji kuelekea msimu wa 2026-27, huku kipaumbele chake cha kwanza kikiwa ni kubakisha nyota muhimu walioipa mafanikio timu hiyo. Baka ambaye ameiongoza Simba kutoa kombe la shirikisho na muungano tangu akabidhiwa mikoba Disemba 2025, tayari ametoa mapendekezo ya nani abaki na nani aondoke. Mwalimu ambaye ni Suleiman Mwalimu yeye amesaini miaka 2, ambapo taarifa njema kwa wanasimba ni kwamba mshambuliaji wao kinara msimu uliopita Selemani Mwalimu ataendelea kusalia Msimbazi. Uongozi umefikia makubaliano ya kumnunua moja kwa moja mshambuliaji huyo kutoka Wydad ya Morocco, akisaini mkataba wa miaka 2 utakaomweka klabuni hapo hadi msimu 2027-28. Chanzo cha kuaminia kutoka ndani ya Simba kimeeleza kuwa awali ilitakiwa tukae mezani na Wydad baada ya mkopo kuisha, lakini kocha alituambia Mwalimu ameshaingia kwenye mfumo wake na anamhitaji, hivyo tumekubaliana na Wydad kumchukua moja kwa moja. Mwalimu alimaliza msimu uliopita kama kinara wa mabao ndani ya Simba akifunga mabao 9 kwenye ligi kuu, akifuatiwa na Cletus Chama mwenye mabao 8. Thamani yake sokoni kwa sasa inakadiriwa kufikia euro 150, zaidi ya shilingi milioni 452. Oura ambaye anaonekana kuwa moto, lakini pia kuna usajili mpya ambao umeingizwa kama ilivyoripotiwa awali. Kiungo mshambuliaji Anicent Oura aendi popote licha ya kuwepo kwa ofa 3 kutoka Ulaya. Kocha Baka ameshikilia msimamo wa kumbakisha raia huyo wa Ivory Coast. Hatua hii inakuja wakati Simba kikamilisha usajili wa winga raia wa Afrika Kusini Kalesko Makagwala akitokea Senkune United. Hata hivyo, hatima ya kiungo Neo Maema aliyecheza kwa mkopo kutoka Mamelodi Sundowns bado inasubiri majibu. Kocha anamtaka, lakini uongozi bado unaendelea na mazungumzo.
Kuhusiana na issue ya nani abaki golini ama kipa mpya kwenye idara ya ulinzi langoni, Baka amependekeza kipa Jibril Kasal aendelee kusalia. Kipa huyo amechukua nafasi ya Musa Kamara ambaye mkataba wake umemalizika baada ya kukaa nje msimu mzima wa 2025-26 kutokana na majeraha. Hussein Abed anatajwa kuwa njiani kuondoka, huku Yakubu Suleiman akiendelea kujiuguza baada ya kufanyiwa upasuaji. Nyota 7 waoneshwa mlango wa kutokea ili kupata nafasi ya kuingiza damu mpya mchana, ambapo Simba ilitangaza rasmi kuachana wachezaji 7 ambao watakuwa sehemu ya mipango ya msimu ujao, ambapo wachezaji walioagwa ni Chamu Karabu, Nabi Kamara, Edwin Balua, Joshua Mutale, Awesu, Omari, Musa Kamara. Hatua hizi ni wazi Simba imedhamiria kufanya kufuru kwenye soko la usajili na kuendelea ubabe wake baada ya kufunga msimu wa 2026 kwa kishindo wa kufunga hapa nazungumzia na kubeba mataji hayo mawili ambao ni kombe la CRDB pamoja na muungano ambao ndo ameweza kufanikiwa kuweza kuchukua kwenye kikosi chao. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka ya Simba imepiga hatua katika hilo ambalo wameweza kuliendea kwa sasa, na inaelezwa kwamba mambo ni mazuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba Simba imeendelea kutuma ujumbe mzito kwa wapinzani wao kuelekea msimu mpya baada ya kukamilisha hatua muhimu za usajili wa mshambuliaji hatari raia wa Mali Ibrahim Dombia. Uamuzi huu ni sehemu ya mkakati madhubuti wa wekundu wa Msimbazi kuimarisha kikosi kinachopambana kurudisha ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara na kufanya vizuri katika michuano mikubwa ya kimataifa. Taarifa za ndani kutoka klabuni hapo zinaeleza kuwa viongozi wa Simba wapo tayari wamefikia makubaliano ya maslahi binafsi na nyota huyo. Dombia anatarajiwa kusaini mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza msimu mwingine miwili zaidi endapo kiwango chake kitaridhisha benchi la ufundi na uongozi. Mshambuliaji huyu anatua Msimbazi akiwa na wasifu unaotisha. Katika msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Mali alionyesha cheche zake kwa kutikisa nyavu mara 21 katika mashindano yote, akifunga mabao 19 ya ligi na 4 ya kombe, huku akipika mabao mengine 4 yani assist. Kiwango hicho bora kilimfanya atwae tuzo ya mfungaji bora wa msimu, mchezaji bora kijana wa ligi pamoja na kujumuishwa kwenye kikosi bora cha mwaka nchini Mali. Rekodi hizi zinaonyesha wazi kwa nini Simba haikusita kuweka mzigo mezani ili kupata saini yake. Kwa sasa Dombia anasubiri tu kukamilika kwa taratibu za visa kabla ya kutoa Dar es Salaam kwa ajili ya vipimo vya afya na kutambulishwa rasmi. Ujio wake unatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa wa namba kwenye safu ya ushambuliaji na kuwapa mashabiki wa Simba matumaini mapya ya kupata mabao mengi kwenye msimu unaokuja. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na